ulinifunza niwe mshirikina. Karibu sana katika sehemu ya 13 ya simulizi Ulinifunza niwe mshirikina. Katika sehemu ya 12 tulishia pale ambapo Rebecca amezinduka kutoka katika kupoteza fahamu kutokana na ajali ya gari aliyokuwa ameipata, na hata kuweza kutoa namba za Robin lakini pia za mchungaji wa kanisa kule kijijini kwao ili kuweza kuwapa taarifa ndugu zake waweze kuja kumsaidia. Je, walikuja kumsaidia? Hii ni sehemu ya 13, tutaweza kujua hayo pamoja na mengine mengi. Nikukumbushe tu simulizi hii imetungwa na mtunzi Bido Makwenya, msimuliaji wako nikiwa ni mimi Director Owen, lakini pia imeandaliwa na kuletwa kwako na Simulizi Mix Entertainment. Hii ni sehemu ya 13. Ikiwa ni siku ya Alhamisi majira ya saa 6 mchana, jua la utosi likiwa sawa huku ndani ya nyumba ya kina Mr. Kazoa, ndugu na jamaa wakijiandaa barabara dhidi ya tukio kubwa la siku ya Jumamosi, siku ambayo kijana wao mpendwa Robin Kazoa anauaga ubachela na kuingia katika chama cha wenye kupinguza maisha na bibi Rebecca Karinga binti wa Iringa. Watu wakiwa katika chereko na vifijo vingi sana. Kama vyote hivi, ndani kwa ndani kijana Robin aliteseka na nafsi yake, kwani msichana wake Rebecca hakupatikana katika simu takriban siku 3 sasa. Si hivyo tu, kilichokuwa kimchanganya zaidi, tayari muda wa harusi umekaribia, na mara ya mwisho kuwasiliana naye alimwambia kwa yupo njiani. Sasa atakuwa yuko wapi? Siku zimepita, nyumbani hajatokea. Ni wapi atakuwepo na kwa nini hana salamu wala kalamu? Jambo hili lilimpa wakati mgumu sana Robin, na ukiangalia kwa muda huo hakuwa tayari kuwaambia ndugu zake kuwa binti hapatikani hewa, japo aliwaongopea kuwa atarudi hiyo siku ya Alhamisi, ingawa ukweli alijua fika kuwa alishatoka kijijini kwao tangu Jumatatu. Kwa upande wa Robin, ambacho alikiwaza kwa wakati huo ni kwenda kupanda gari kuelekea Iringa kufanya utafiti zaidi kimya bila kumwambia mtu. Maana alichokuwa kihofia zaidi ni wasiwasi ambao angeweza kujenga katika nafsi za wageni ambao walijiandaa kwa harusi hiyo, huenda ungeweza kuibua sintofahamu. Alinyuka katika moja ya kochi ambalo alikuwa amejilaza na kuelekea chumbani kwake ili akachukue pochi yake na kuanza safari ya kuelekea Ubungo na kwenda kudandia magari ya kuelekea Mbeya ama Iringa ili aweze kufika huko kwa kina Rebecca, na akafahamu kilichokuwa kiendelea kama Rebecca atakuwa amegairi kuolewa na yeye ama la. Baada ya kuchukua pochi yake na kuvaa viatu vyake, Robin akachungulia mlangoni ili amwangalie kaka yake aweze kumuaga kidogo, lakini kabla hajafanya hivyo, mara simu yake ya mkononi ikaita tena kwa namba ngeni. Tena kwa vile alikuwa na haraka, aliamua kuipotezea bila kupokea, ila alivyoona ikipigwa kwa mara ya pili mfululizo akaamua kupokea na kusikiliza sauti kama ilikuwa ni ya kike ama ya kiume. Mara alisikia sauti ya kiume, tena moja kwa moja alijitambulisha kuwa yeye ni mganga mfawidhi katika hospitali ya Mikumi kwa jina Alfred Masanja. Moyo wake ulipigwa na bumbuazi kwa sababu mbili. Kwanza, hilo jina halikuwa geni kwake, na anakumbuka alishawahi kusoma na mwanachuo mwenzake aliyeitwa kwa jina hilo, na waliachana mara baada ya kupangiwa vituo vya kazi miaka 6 iliyopita. Jambo la pili, sasa pindi alivyozidi kumtafakari yule mtu kama yeye anayemfahamu ama sio, alipewa taarifa za kuwa na mgonjwa aliyejulikana kwa jina la Rebecca katika hospitali yake, na anadai kuwa yeye ni mume wake, hivyo alimtaka awasili hospitali hiyo haraka iwezekanavyo, tena bila kukosa kwa siku hiyo. Robin hakuweza kuamini pindi aliposikia taarifa hiyo ambayo alihisi haikuwa yenye kukejeli wala utani ndani yake, japo mtoaji wa taarifa hiyo anamfahamu. Ingawa kwa upande wake Masanja hakujua kama ambaye alikuwa akimtaarifu taarifa hizo anafahamiana naye. Mara simu ilivyokatwa, Robin alijikuta akipepesuka kama mlevi pindi alivyokuwa akijaribu kupiga hatua kuelekea katika coach kukaa angalau akusaje nguvu ajue anafanya nini, ila alishindwa. Alijikuta akipata msaada wa kushikwa na dada yake mmoja ambaye kwa muda huo aliingia ndani kwa ajili ya kwenda kuchukua blender ya kusagia sharubati. Licha yote hayo hakuweza kumwambia ukweli dada yake, bali alimwongopea kuwa kutokana na uchovu ndio maana umempelekea awe katika hali hiyo, ila angeweza kurejea sawa muda si mrefu. Na uongo huo ilikuwa ahueni kwa dada yake. Mara baada ya kumkitisha Robin, aliendelea na taratibu zake.
Robin alihisi kichwa kinataka kumpasuka. Alichukua simu yake ya mkononi na kumtumia ujumbe mfupi kaka yake kuwa anamtaka aje pale alipokaa yeye wajadili kitu. Mara baada ya dakika moja kaka yake alikuja na aliongozana chumbani na kwenda kumwambia ukweli wa mambo yote ambayo ameambiwa na daktari. Alimuomba kaka yake asijaribu kuwashirikisha watu wengine mapema hadi pale watakapokwenda na kujionea ni vipi hali ilivyo. Huenda hajaumia sana, hivyo isingekuwa vyema kuwafanya watu wakaishi na mashaka. Jambo hilo kaka yake aliridhia na walishauriana wachukue gari na kujaza mafuta na kuelekea Mikumi. Safari ilianza ya kuelekea Mikumi tena kwa mwendo wa haraka sana kama ambavyo daktari aliwataka, ili akaangalie hali ya mkewe mtarajiwa ambaye tumboni alikuwa na kiumbe chake ambacho ni damu yake, japo kwa wakati huo hakuwa na hakika ni vipi kilikuwa kikiendelea juu ya hiyo taarifa ambayo aliipokea. Haikuwa safari fupi sana, hasa ukiangalia walianzia safari jijini Dar es Salaam hadi ufike Morogoro, ndipo uchukue barabara ya Ilinga hadi kufika Mikumi. Ila kwa mwendo wa udereva kaka yake Robin haukuwa muda mrefu sana, na hatimaye majira ya saa 3 usiku walikuwa nje ya jengo la hospitali ya Mikumi. Wakati huo kila mtu akiwa ameloa jasho kwa hofu na woga wa kutojua lililojili hapo hospitalini juu ya afya ya Rebeka na kiumbe tumboni. Walitembea haraka hadi mapokezi na kuchukua simu na kumpigia Dr. Masanja, na walipokelewa moja kwa moja hadi ofisini kwa Dr. Masanja. Kwa ujio huo wa Robin aliweza kupata jibu kuwa yule mtu ambaye alikuwa akimfikiria mara baada ya kupokea simu yake ni huyo ambaye amemkuta hapo. Hivyo ilikuwa ni moja kati ya historia ya kukutana kwao tena, ingawa ilikuwa ni kipindi chenye matatizo. Kufahamiana kwao ilikuwa ni wasaa mzuri wa Dr. Masanja kumwambia sasa kinagaubaga juu ya hali ya Rebeka na kuwa inabidi atolewe hapo na apeleke hospitali kubwa, kwani hali yake haikuwa njema, japo anaweza kuongea, na endapo atacheleweshwa kupata matibabu huenda ingepelekea hali ya kukosa miguu yote miwili, maana ingeweza kuoza na kuhitajika kukatwa, na hasa endapo angeshindwa kumudu matibabu makubwa ambayo yangehitajika kufanyika pindi itakapojulikana kuwa miguu hiyo imeoza. Na vizuri zaidi Robin mwenyewe alikuwa ni daktari, hivyo alielewa hali nzima kwa kadri ambavyo Dr. Masanja alimueleza. Baada ya kumaliza kujadiliana mambo kadha wa kadha, walikutana hadi wodini ambako Rebeka alikuwa amelazwa, na kwa bahati mbaya muda huo ambao walikuwa wamefika pale walikuta tayari Rebeka amekushapigwa sindano ya usingizi ili kuweza kumfanya alale kwa ajili ya kukwepa yale maumivu ambayo yalikuwa yakimnyima kupata usingizi mchana kutwa. Dr. Masanja alishauri wasimuamshe alimaadam, baada hapo pale wangeweza kusalimiana naye asubuhi pindi atakapokuwa ameamka. Kwa wakati huo alimfunulia majeraha ya Rebeka, hasa miguu yake ambayo ilikuwa imeshaanza kutoa harufu fulani hivi kwa mbali ambayo ilikuwa yenye kuhitaji moyo kuweza kuivumilia. Kuhusu majeraha mengine ya kawaida alikuwa ameshafungiwa kwa msaada wa Dr. Masanja mwenyewe. Hali ya Rebeka ilimfanya Robin na kaka yake kupigwa na butwa, maana ni zaidi ya vile wao walivyokuwa wakifikiria. Tayari Robin kazoa ameshawasili ndani ya hospitali ya Mikumi. Je, unadhani Robin ambaye ni bwana harusi mtarajiwa ataweza kuhimili kumuona Rebeka bila kutoa machozi? Au je, ataweza kumkubali Rebeka na hali yake hiyo ambayo inaonyesha miguu yake tayari imeshaanza kuharibika? Sina mengi ya kuongea kwa sababu sina majibu kwa sasa, ila ndani ya sehemu ya 14 ya simulizi Ulinifunza Niwe Mshirikina tutaweza kujua nini kiliendelea. Mimi ni director Owen, lakini utunzi bora sana wa mwanadada Bido Makunya. Hivyo usikose tu kuungana nami katika sehemu ya 14 kuweza kujua nini kiliendelea ndani ya Ulinifunza Niwe Mshirikina. Asante.